Mengi yapo katika upande wa Simba, wakati ambao dirisha dogo la usajili tayari limeweza kufunguliwa na timu kila mmoja akiwa anazidi kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake. Miongoni mwa timu ambayo anahitaji kufanya maboresho makubwa katika hili dirisha dogo la usajili ni klabu ya wekundu wa Msimba Simba, baada ya kumsajili coach na benchi lake la ufundi Steve Barker. Tayari benchi lake la ufundi wameweza kutoa ripoti ya baadhi ya maeneo ambayo wanahitaji waweze kufanyiwa maboresho makubwa ili kuhakikisha kwamba Simba inarejea katika sehemu ya ushindani na ufanisi mkubwa uliotukuka. Yote kwa yote, tayari ripoti imeanza kufanyiwa kazi, na miongoni mwa maeneo ambayo Simba wanahitaji kufanyia maboresho makubwa ni katika safu ya ushambuliaji. Ninapozungumza nawe, klabu ya wekundu wa Msimba Simba wamefanikiwa kukamilisha usajili wa nyota mmoja wa kwanza ambaye ni usajili wa kigeni, mwamba ambaye amekuwa anakipiga katika timu ya Tengweti ya kutokea pale nchini Senegal. Huyu namzungumzia anaitwa Guye, mmoja ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora zaidi. Unaweza kumuita Rebasi Guye, kijana mdogo tu mwenye umri kwa miaka 22, na huyu ndiye nahodha wa Tengweti ya pale nchini kwa Senegal, ambayo amekuwa akitumikia kwa takriban misimu miwili kwenda msimu wa tatu. Rebasi Guye ni kiungo ambaye tunasema ni winga hatari ambaye anatokea katika upande wa kulia au winga wa kushoto, na miongoni mwa maeneo ambayo coach Steve Barker alihitaji afanywe maboresho, alishadhihirisha na kuthibitisha kwamba ndani ya Simba moja ya maeneo ambayo anahitaji lifanywe maboresho makubwa ni katika eneo la winga mwingine ambaye atakuja kuifanya timu kwa katika sehemu ya ustadi, uweredi na maarifa yaliyotukuka katika upande huo. That why upande wa kikosi cha wekundu wa Msimba Simba wameona ni vyema zaidi upande wa Rebasi Guye kumvuta katika upande huo. Kiwango cha US dollars 1,500 kwa maana ya pesa ambayo imetumika kama ada ya usajili wa Rebasi Guye. Hii pesa ukipeleka kwenye pesa ya Kitanzania ni pesa ambayo inafika kwenye milioni 375 na ushe katika usajili wa Rebasi Guye. Mwamba huyu licha ya kuitumikia timu ya Tengweti ya kutokea pale nchini kwao Senegal, Rebasi Guye ni mmoja wa wachezaji ambao walikuja kuonesha ubora mkubwa katika mwaka uliopita, mwaka 2025 kwenye michuano ya CHAN kwa maana ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani. Upande wa mwamba Rebasi Guye ni mmoja wa wachezaji ambao alionyesha ukomavu wa hali ya juu. Ni mmoja wa wachezaji ambao ukitazama performance yake ilikuwa ni performance ya kutupwa. Kuna mechi ambayo timu ya taifa ya Senegal walikuwa wanacheza dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria katika michuano ya CHAN iliyofanyika Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Ikumbukwe kundi la mwanzo ambalo lilikuwa ni kundi la Senegal, mechi zao zilipigwa pale visiwani Zanzibar katika uwanja New Amani Complex. Basi Guye mmoja wa wachezaji ambao alionyesha performance ya hali ya juu katika upande huo, na mmoja wa wachezaji ambao alidhihirisha na kuthibitisha ubora mkubwa ambao amekuwa nao katika nafasi hiyo. Mfano mechi ya timu ya taifa ya Nigeria dhidi ya vijana wa timu ya taifa ya Senegal katika upande wa CHAN, yeye alivuka kuwa kama man of the match. Ni mmoja wa wachezaji ambao kidazama anautumia zaidi mguu wake wa kushoto, 99% kama sio 100, mguu wake wa kushoto ndiye anautumia kama Bukayo Saka. Yani mguu wa kulia utakuwepo tu kama utakuwepo tu kama ada au nyongeza katika matukio ambayo anayafanya, lakini mara nyingi ustadi wake, ubora wake unaonekana katika mguu wake wa kushoto, ndio mguu wake ambao anautumia 100% katika nafasi hiyo. Huyu ni moja winga hatari ambaye coach Steve Barker anahitaji aje kumweka katika winga ya namba 7, winga ambaye kina Joshua Mutale Budo, akina Kibu Dennis Prosper, akina Juma Radaki Chasambi, wote wajaonekana kuwa na ufanisi mkubwa. Then Eli Mpanzu au anatokea winga namba 11. Huku na Mpanzu, then huku na Rebasi Guye, ndivyo ambavyo coach anahitaji maboresho yaweze kufanyika katika nafasi hiyo. Ni moja ya wachezaji ambao gerezama kuna kitu cha ziada ambacho Simba wanakwenda kukamilisha katika upande huo. Anytime from now Simba wanakwenda kumtambulisha kama mchezaji wao wa kwanza ambaye usajili wake umekamilika kama nyota wa kigeni, licha kwamba zipo sajili nyingine ambazo zinakuja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimba Simba, akiwemo akina Hadim Diao na akina Repase ambaye moja kwa moja akina Parase, usajili wao pia nao unakwenda kuonekana ndani ya Simba Sports Club. Huu ndio usajili wa kwanza na usajili ambao unakwenda kukamilika miaka 22 Simba wamefikia
kufikia sehemu ya makubaliano na Rebas Guye, raia wa Senegal, na winga hatari ambaye anakwenda kuongeza ufanisi na ubora mkubwa. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha uweza kusubscribe ni Sky Media, sehemu ambayo inabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina. Kwa taarifa na mwendelezo ikiwemo utambulisho wa Rebas Guye, basi endelea kufuatia kwa kina ili uzidi kunufaika na taarifa zote.